Subscribe The Sport Show. Ni matokeo mabaya, alafu ni matokeo mabaya ya mfululizo ambayo kusema kweli yanaumiza. Ukiangalia tupo kwenye vita kubwa ya kupambania ubingwa wa ligi kuu ya NBC, kupambania kurejesha heshima ya mnyama, lakini kwenye hizo nyakati ambazo unatakiwa kuamka na kuchukua alama kwa ajili ya kurejesha confidence ya timu, ndipo ambapo mnajikuta mnaangusha tena dhidi ya timu ya aina ya Mtibwa Sugar. Ni matokeo mabaya, lakini kila mmoja anapaswa kuwajibika. Hii haiwezi kuwa hali ya kawaida ya Simba Sports Club alafu tukasema tu ni mpira. Kwanza lazima wachezaji wajiulize wao wenyewe wanafanya nini tena, au ndo ukifungwa hata vidudu vinakuwa vikuheshimu. Wachezaji kwanza wao lazima waanze kwa kujitathmini. Mchezaji mmoja anafanya cha kutosha, anaisaidia Simba ipasavyo. Ubora anaoonyesha ni ubora wa hadhi yake na ni ubora wa hadhi ya Simba. Namna ambavyo anajituma kwa kulingana na mahitaji ya Simba. Namna ambavyo anajituma kwa ubora wa Simba Sports Club. Lazima kila mchezaji mmoja kwanza, kabla ya kufika kwenye timu kwa ujumla, lazima kila mchezaji mwenyewe ajifanyie tathmini. Lazima ajiangalie ubora aliokuwa nao unafanana na ubora unaotakiwa ndani ya Simba Sports Club. Work rate ambayo anaitoa kwa ajili ya kupambania Simba yake inafanana na kile ambacho kinatakiwa. Lazima tujitathmini hivyo ili tuweze kuamka hapa tulipo na twende tunakoelekea kuzuri zaidi. Tumeshapoteza alama 5 mpaka sasa. Ni jambo baya kweli kwenye vita ya ubingwa, hasa kwenye ligi ambayo unaweza kukutana na timu chache ambazo ni ngumu. Kwa hiyo kwanza lazima wachezaji wa Simba Sports Club wafanye tathmini wao kwa wao. Lazima mchezaji mmoja afanye tathmini ya kujiuliza, je, anachokitoa kinastahiki kwa Simba Sports Club. Ukiangalia mchezo wa leo, pamoja na kwamba tulitengeneza nafasi nyingi na tulikuwa bora kipindi cha kwanza, lakini kuna wakati ulikuwa unaona inatakiwa nguvu kubwa zaidi, unatakiwa watu wapambane zaidi, hasa baada ya Mtibwa kusawazisha. Lakini uione hiyo ari, unaona watu wako down, watu wanacheza kama tayari tunaongoza goli 1 ama goli 2. Yani watu unaona kabisa hawana ile moyo ya kupambana, hawana ule mzuka wa kutafuta goli, hawana yani ile speed, yani ile njaa ya Simba hauioni kila ambapo wanapata mpira. Ukitoka kwa wachezaji, lazima benchi la ufundi lijitathmini la wenyewe kwamba je, tunachokifundisha mazoezini ndicho kinaonekana kwenye mechi? Nani afanye vile ambavyo tunaelekezana na kwa nini, ili tutafute njia ya kwenda mbele zaidi. Lakini kwa upande wa viongozi vile lazima tukae chini tuangalie shida ni nini. Unapoteza mechi 2 za ligi kuu ya NBC, unapoteza dhidi ya Azam. Unaweza ukampa heshima Azam kwamba ni mpinzani mgumu, lakini unakuja unapoteza dhidi ya Mtibwa Sugar. Sio timu mbaya, sio timu ngumu, lakini timu ambayo Simba unastahili kushinda dhidi ya Mtibwa Sugar kutokana na aina ya wachezaji ulioko. Kwa hiyo lazima kila mmoja ajifanyie tathmini hapa, kwa sababu tunakoelekea ni kugumu zaidi. Hatuwezi kusema twende hivi tu bila kufanya tathmini yoyote na kuangalia wapi tuko sawa, wapi hatuko sawa, wakati huko tunakoelekea ndio kugumu zaidi. Tuma hivi ndio mchezaji wa timu kubwa anatakiwa kujituma hivyo. Ianze hiyo ya mtu kwa mtu, yani mwenyewe kwa mwenyewe. Baada hapo naamini kila mtu atajifanyia tathmini na atajiweka katika nafasi ya kufanya mabadiliko. Hauamini kama muda ni mchache kwenye kufanya tathmini? Wala tushaanza kupata maingizo mapya ndani ya kikosi. Muda wala si mchache sana. Muda haujawahi kuwa mchache kwenye kufanya kitu chanya. Mtu anaweza akajifanyia tathmini leo, mechi inayokuja akawa mpya kabisa baada ya kujiridhisha kwamba yule anayecheza chini ya kiwango sio mimi. Cheza Kombe la Mapinduzi kuna kitu alikiona, lakini leo kwenye mechi hii ya mashindano kuna kitu vile atakuwa amekiona. Alichokiona leo ndicho cha ukweli zaidi ambacho kinampa taswira kuelekea mechi yetu dhidi ya Esperance. Hatuwezi kuahidi chochote. Mimi siwezi kuahidi chochote
kuelekea kwenye mechi hiyo ya Esperance, lakini lazima niseme ya kwamba tunakwenda kukutana na mechi ngumu kweli kweli, sio tu kutokana na ubora wa mpinzani tunakwenda kucheza naye, lakini kutokana na aina ya mpira ambao tunacheza Simba Sports Club. Sio mpira wa kuridhisha, sio mpira wa kufurahisha, na sio mpira wa kutia matumaini. Unajua kuna mechi ukiangalia nasema anyway, pamoja na kwamba tumetanguliwa, lakini kwa hii spirit tutapata matokeo mazuri muda wowote. Lakini kwa Simba ni tofauti. Hata kama unaongoza goli moja, lakini ukiangalia timu namna ambavyo inacheza, nasema bado hatujacheza kwa kuridhisha,